Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwana michezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika channel yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya si wengine wanazungumzia Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kwa upande wa wananchi Young Africans, ukiweza kushuhudia wakiendelea kuweza kujikita juu ya msimamo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, wakionyesha dhamira ya dhahiri kwamba wanalitaka taji la msimu huu. Na sasa katika ratiba yao ambayo hipo kwa sasa, moja kati ya ratiba ngumu kweli kweli ambayo ambayo kwa sasa imetolewa na hapa nazungumzia shirikisho la soka Tanzania TFF juu katika michezo ambayo wanakwenda kukutana. Ikumbuke kwamba ndani ya siku takriban 4 mpaka 5 Young Africans watakuwa wako wao na Azam watakwenda kuwashuhudia. Itakuwa ni mtu mbili tu ambazo zitakuwa zikikutana mara mbili nje ndani. Hapa nazungumzia ambapo katika mchezo ambao unatarajiwa kwenda kupigwa na ratiba yake imeweza kuwekwa bayana kabisa, na mimi nikabidi kusogezea taarifa hiyo uweze kujua ratiba gani ambayo imebadilika kufuatia kile ambacho kimeweza kutolewa na shirikisho la soka la Tanzania TFF. Ila kabla tujaendelea katika taarifa hii, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa ndio unatembelea katika channel ya hapa nazungumzia Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa sasa kunako kikosi cha klabu ya soka si wengine, unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya Simba Sport Club pamoja katika kile ambacho kinaendelea kwa sasa. Kuna kikosi cha wananchi Young Africans dhidi ya klabu ya soka ya Azam FC na sio Simba Sport Club. Unaona bana, karibu bana. Klabu ya soka Young Africans wanayo kibarua, na kibarua chao ni kizito kweli kweli, ambapo unafahamu kwamba wawili hao wanakwenda kukutana katika michezo miwili. Mchezo mmoja ni wa kombe la shirikisho yani FA, ambapo wanakutana dhidi ya Azam, ambapo uwanja ulipangwa ni pale jijini Mwanza katika dimba la CCM Kirumba, ambapo wawili hao wanakwenda kukutana hapo. Lakini baada ya hapo watakutana na New Amani Complex kule Zanzibar kwa kile ambacho kimeweza kuwekwa bayana na klabu hiyo. Kwa hiyo ratiba inaelezwa kwamba wanakutana wawili hawa, itakuwa katika dimba la CCM Kirumba, itakuwa tarehe 21 ambapo watapiga kibarua chao hapo na klabu ya Azam, ambapo baada ya hapo watasafiri kuelekea kule visiwani Zanzibar, ambapo watakwenda kucheza dhidi ya klabu ya Azam katika dimba la New Aman Complex tarehe 24. Kwa hiyo ni takriban kwamba ni siku kadhaa 2-3 hapo ambapo zinapishana katika ratiba hii ambayo imeweza kutolewa mapema kabisa. Kwa hiyo unaweza ukashuhudia yanayoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans, ni namna ambavyo wanahakikisha wanafanikisha kile ambacho wao wanakitaka ili kuweza kuweka rekodi zao sawa kwa kile ambacho kinachoendelea ambapo wanaendelea kwa sasa kwenye kikosi cha Young Africans. Lakini kuna taarifa nyingine kubwa kabisa ambayo inayoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Inaeleza kwamba ofa nono ya mvutia Dube
Unaambiwa kwamba klabu ya Al Ahly Benghazi ya Libya imeanza mazungumzo ya kutaka kumsajili mshambuliaji wa Yanga Prince Dube, ambaye kwa sasa ni miongoni mwa wachezaji wanaovutia zaidi katika soko la usajili kutokana na kiwango chake bora uwanjani. Taarifa kutoka vyanzo mbalimbali vinaeleza kuwa Al Ahly Benghazi imemtaja Dube kama kuwa lengo lao kuu la usajili katika dirisha lijalo, huku viongozi wa klabu hiyo wakifanya jitihada za kuhakikisha wanakamilisha dili hilo mapema kabla ya kuibuka ushindani kutoka katika klabu nyingine zinazomhitaji. Mshambuliaji huyo raia wa Zimbabwe amekuwa na mchango mkubwa ndani ya kikosi cha Yanga tangu alipojiunga na mabingwa hao wa Tanzania bara. Uwezekano wake wa kufunga mabao, kutengeneza nafasi na kuisumbua safu ya ulinzi ya wapinzani umeifanya thamani yake kuongezeka kwa kasi kubwa. Licha kuwa bado na mkataba wa Yanga, taarifa zinaonyesha kuwa Al Ahly Benghazi ipo tayari kuweka mezani ofa nono itakayoweza kuwashawishi mabingwa hao wa Tanzania kumruhusu nyota huyo kuondoka mwishoni mwa msimu huu. Kwa upande wa Yanga, kuondoka kwa Dube kutakuwa pigo kubwa kutokana na umuhimu wake ndani ya kikosi, hasa katika kipindi ambacho timu hiyo inaendelea kupambana kutetea mataji ya ndani, kufanya vizuri katika michuano ya kimataifa. Taarifa za kuvutiwa kwake na Al Benghazi zimeibua mijadala miongoni mwa mashabiki wa Yanga. Wapo wanaoamini kuwa klabu inapaswa kufanya kila liwezekanalo kumbakiza mshambuliaji huyo, huku wengine wakiona kuwa uongozi unaweza kunufaika kifedha iwapo utapokea ofa kubwa na yenye manufaa. Hata hivyo, hadi sasa hakuna tamko rasmi lililotolewa na Young Africans, Prince Dube wala Al Ahly Benghazi kuhusu hatua iliyofikiwa katika mazungumzo hayo. Wadau wa soka wanaendelea kusubiri kwa hamu kuona hatima ya mshambuliaji huyo, iwapo ataendelea kusalia Jangwani ama safari yake ya kuondoka kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans itakuwa imeuadia. Unaona bana, kwa kile ambacho kinachoonekana kwa sasa juu ya dili hilo kubwa ambalo limeendelea kuwa ni dili ambalo linaonekana kuwa linavutia kwenye kikosi cha Young Africans. Lakini katika taarifa nyingine kubwa, inaelezwa kwamba usajili wa Gilmugisha Yanga, unaambia uongozi wa Yanga umevunja ukimya kutoa ufafanuzi kuhusu taarifa zinazohusisha na usajili wa mshambuliaji Oldman Jean Claude Gilmugisha, ambaye amekuwa akitajwa kuingia kwenye rada za mabingwa hao wa Tanzania bara kuelekea msimu ujao. Katika siku za hivi karibuni kumekuwa na taarifa zikidai kuwa Young Africans ipo katika mazungumzo ya kumshawishi mshambuliaji huyo kujiunga na kikosi hicho kwa lengo la kuongeza nguvu kwenye safu ya ushambuliaji kabla ya kuanza kwa msimu mpya. Tetesi hizo zimezua mjadala mkubwa miongoni mwa mashabiki wa soka, hasa kutokana na uwezo wa Gilmugisha ambaye ameonyesha kiwango kizuri akiwa na Al Ahly Omdurman na kuvutia klabu mbalimbali barani Afrika. Hata hivyo, msemaji wa Young Africans Ali Kamwe ameweka wazi kuwa hadi sasa klabu hiyo haijafanya mazungumzo yoyote na mchezaji huyo kama inavyodaiwa na baadhi ya taarifa zinazosambaa. Kamwe amesema jina la Gilmugisha linabaki kuwa sehemu ya tetesi za usajili ambazo zimekuwa zikihusishwa na Yanga katika kipindi hiki cha maandalizi ya msimu mpya. Amesisitiza kuwa uongozi wa klabu hiyo unaendelea na mchakato wa kuimarisha kikosi, lakini usajili unaofanywa unazingatia mahitaji halisi ya benchi la ufundi ili kuhakikisha timu inakuwa na ushindani mkubwa katika michuano yote itakayoshiriki. Hizo ni tetesi tu, hatujafanya mazungumzo na huyo mchezaji, lakini tunafanya usajili mzuri kulingana na mahitaji ya timu yetu kwa msimu ujao, amesema Kamwe, akibainisha kuwa mashabiki wanapaswa kuwa na subira wakati klabu ikiendelea kukamilisha mipango yake ya usajili. Kwa hiyo ndio taarifa ambayo mimi nimekusogezea kwa wakati huu. Bana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na taarifa hii. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele kwa muendeleo